Asante sana makamu mwenyekiti, katibu mkuu wa chama chetu, naibu katibu mkuu, viongozi wote wa kamati kuu, mwenyekiti wa mkoa na viongozi na wanachama. Habari za jioni. Mimi nitakuwa na machache sana kuzungumza na vijana wenzangu wa jimbo la Ubungo. Baadhi wamezungumza kwamba Oktoba tunakwenda kulinda kura. Sisi ngome ya vijana tumeongeza kwamba Oktoba tunakwenda kupiga kura, kulinda kura na kudhibiti uhuni. Vijana wenzangu, dakika kadhaa ambazo nazungumza na nyie, nataka kuwaelezea umuhimu wa sisi vijana kushiriki chaguzi. Tanzania hapa, sisi vijana ni 70% ya idadi ya watu Tanzania. Sisi vijana ndio waathirika wa changamoto nyingi sana. Changamoto ya ajira, waathirika ni sisi. Changamoto ya mitaji kwa niaba ya biashara, waathirika ni sisi. Sasa yote haya utatuzi wake unatatuliwa kwenye vyombo vya maamuzi. Vyombo vya maamuzi ndio vimebeba 70% ya siasa, kwa sababu siasa ni mgawanyo wa rasilimali na ufanyaji wa maamuzi. Kwamba wananchi wapate ajira ni siasa, inafanyika bungeni, inafanyika kwenye halmashauri. Wananchi wapate mikopo ni siasa, inafanyika bungeni, inafanyika kwenye halmashauri. Waraia wawe salama, wasitekwe ni siasa, inadhibitiwa bungeni, inadhibitiwa kwenye halmashauri. Yote yanafanyika kwenye vyombo vya maamuzi. Ukimwona mtu anasimama anakuambia hakuna kwenda kupiga kura, mtu huyo ni mnyonge, amekataa kinyonge, ameionyesha serikali macho ya kinyonge. Wananchi hatupaswi kuonesha serikali unyonge. Ndugu vijana wenzangu, kutokushiriki uchaguzi ni kukabidhi kinyonge hatima yetu ya maisha kwa serikali ya CCM, kwa wabunge wa CCM, kwa madiwani wa CCM walioshindwa kutatua changamoto ya ajira, walioshindwa kutatua changamoto ya umaskini, walioshindwa kupigania usalama wetu, walioshindwa kutatua changamoto za afya. Tafsiri yake, kwa miaka 5 tutakwenda kuteseka tukiwa na wabunge bungeni ambao kazi yao sio kupigania wananchi, sio kutetea wananchi, sio kusemea wananchi. Kazi yao ni kusifu serikali na chama chao. Wananchi, naomba tuelimishane kidogo sana, ili muelewe mamlaka yenu kama wananchi, ili ufahamu anayesema Oktoba usiende kupiga kura anakuonaje wewe mwananchi. Wananchi, nchi hii sio nchi ya kiongozi yoyote yule, ni nchi ya watu wanaoitwa wananchi. Sisi wananchi ndio wenye miliki na nchi hii. Sisi wananchi tunakatwa kodi kwa ustawi wetu, kwa maslahi yetu. Tunachangishwa fedha. Ukienda kununua kibiriti unakatwa kodi. Ukienda kununua unga, kama unga kilo moja ni 1,800, ujue bei halisi ya unga ni 1,700. 100 inakwenda serikalini kama kodi. Na hizi kodi tunakabidhi kwa serikali ambaye ni rais, mawaziri, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ili waje watuletee maendeleo. Sasa ili wakuletee maendeleo ni lazima umsimamie.
kuhakikisha kwamba hawa polisi tunaowalipa kwa kodi zetu wanatulinda ipasavyo, kuhakikisha kwamba hospitali tunapata madawa, kuhakikisha kwamba vijana wenzangu tunapata ajira. Tafsiri yake sisi wananchi tunakwenda kuisimamia serikali kwa niaba kupitia wabunge. Kama ni jimbo la Ubungo, tunachagua mtu mmoja anakwenda bungeni. Kazi yake kwa mujibu wa ibara ya 62 ibara ndogo ya 3 inasema kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali kwa niaba ya wananchi. Ndugu zangu, hatupaswi kuachia mamlaka ya kuisimamia serikali na kutupigania wabunge wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wameshindwa kazi. Nyie mnaona wakisimama bungeni kazi yao ni kusifu serikali, kuipigia makofi serikali. Vijana wenzangu, kuna watu wanasema, hawa wanaosema watalinda kura watalindaje? Kuna watu wanasema wao watazuia uchaguzi. Kuna watu wanasema wananchi msiende kupiga kura. Mimi na sote tunapaswa kuamini kwenye nguvu na mamlaka ya wananchi. Sio mara ya kwanza wananchi kubadilisha matokeo. Kwa mamlaka yetu, kwa uwezo wetu, Oktoba tuna uwezo kusimama madhubuti kuhakikisha ya kwamba hakuna kura feki inaingizwa. Tuna uwezo wa kusimama madhubuti kuhakikisha ya kwamba mawakala wetu wanaingia kwenye vituo. Tuna uwezo kusimama madhubuti kuhakikisha kwamba mawakala wetu wanapewa nakala matokeo. Tuna uwezo kusimama madhubuti kupambana kuadhibiti. Imetokea Tanzania majimbo kadhaa na inaweza ikatokea 2025 Oktoba. Mkiulizwa mnazuiaje, mnadhibitije au mnalindaje kura? Tuseme tutalinda kama ambavyo wananchi wa jimbo la Nyamagana walivyosimama madhubuti 2010. Bunge Wenje akatangazwa kwa nguvu za wananchi. Wananchi watasimama kusimamia na kuhakikisha kwamba wanatangazwa. Tuseme kwa mamlaka ambayo tunayo tutasimama madhubuti kama ambavyo wananchi wa jimbo la Arusha mjini walivyosimama 2010 kupambana na kuizuia. Sasa suluhu sio kususa. Suluhu sio kususa, kwa sababu tunayo historia, tuna rekodi ya kwamba kususa sio suluhu. Ni sawa na kumwachia fisi bucha, atalimaliza, hasara itakuwa ni kwako. Nyie mnakumbuka Zanzibar, uchaguzi wa mwaka 2015. Kipindi hicho CF kule Zanzibar walisusa, hawakushiriki uchaguzi. Hatupaswi kuona hilo likitokea tena. Tusimame madhubuti kuhakikisha hili linaondoka. Ndugu vijana wenzangu na wananchi, tuna vijana wenzetu wametoweka, wengine wameuawa, wengine mpaka sasa hatujui walipo. Historia ipo. 2010 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2010 lilikuwa na wabunge 54 tu wa upinzani, wote 100 karibuni 88 wakiwa ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kiongozi wetu wa chama mstaafu kipindi kile umetokea ubadhilifu. Zito alikuwa bungeni akasimama kusema tunamwajibisha waziri mkuu kuhakikisha walioiba fedha wanajiuzuru. Mawaziri 6 walijiuzuru. Kwa hiyo tunaombeni, twendeni tukasimame madhubuti
hao wabunge tutakaowapata, kwa ugumu huo huo tukasimame tuhakikisha tunaleta wajibikaji kwa ustawi wa wananchi, kuhakikisha kwamba maisha yetu na usalama wetu unakuwa katika hali nzuri. Oktoba! 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 Asanteni sana, Mungu awabariki. Shukrani sana.